Na mtazamaji, na sasa nawasaa kuangazia habari nyinginezo. Waziri wa Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Walemavu Mheshimiwa Jenista Mhagama amebainisha baadhi ya miradi mbalimbali iliyofanywa na serikali ya awamu ya 5 ikiwemo ujenzi wa barabara ya Ludewa na Kilombero. Tupate taarifa zaidi na mwanahabari wetu. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, waziri wa Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Walemavu Mheshimiwa Jenista Mhagama, wakati akichangia hoja katika mjadala wa kupitisha bajeti kuu ya serikali 2018-2019 iliyowasilishwa bungeni na waziri wa Fedha na Mipango Dr. Philip Mpango, waziri Jenista Mhagama amebainisha baadhi ya miradi mikubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya 5. Niseme hiyo miradi michache tu ambayo ilikuwa imekwisha kutekelezwa mpaka mwezi Machi mwaka 2018, nikiacha miradi mingi tu ya mradi huu wa Mivarafu iliyotekelezwa kwa miaka ya nyuma iliyopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, mbunge wa Ludewa atakubaliana na mimi, tumeshakwisha kukamilisha ujenzi wa barabara Ludewa, tumejenga barabara Busega, tumejenga barabara Kilombero. Mtaniuliza barabara na kilimo wapi na wapi? Wabunge mmesema ili kuboresha kilimo ni lazima tukifungamanishe na miundombinu ya barabara. Kazi hiyo imefanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumejenga maghala na masoko ya kuongeza thamani ya mazao katika maeneo yafuatayo. Tumemaliza ujenzi wa ghala na Mtumbo, Busega, Mjini Magharibi, Makete, Longido, Rungwe, Tunduru, Kinyasini Zanzibar, Tibilizi Pemba, Micheweni. Nani anapata ujasiri wa kuitukana serikali ya Chama cha Mapinduzi ya awamu ya 5 imewadharau wakulima katika haya tunayoyasema? Aidha, Mheshimiwa Mhagama kagusia suala la utafiti na ujuzi wa nguvu kazi katika suala zima la ajira, ambapo amesema changamoto ya ajira nchini imepungua kwa kiasi kikubwa, pamoja na kuwataka vijana wasiwe na matamanio ya kuajiriwa na serikali bali wajikite katika miradi iliyoanzishwa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwaambie, tumeshafanya utafiti wa hali ya ujuzi katika nchi yetu. Tumegundua wapi tupo katika swala zima la ujuzi. Tumefanya utafiti wa nguvu kazi katika nchi yetu ya Tanzania. Tumefanya utafiti wa kujua ukosefu wa ajira ukoje, na naomba niwaambie waheshimiwa wabunge, ukosefu wa ajira umepungua toka 11.7 mpaka 10.3. Kwa nini ukosefu wa ajira umepungua? Kwa sababu serikali ya awamu ya 5 imeamua kujikita kwenye miradi mikubwa ya kiuchumi ambayo itajenga uchumi wa nchi yetu, lakini vile miradi hiyo itasaidia kufumbua tatizo la ajira kwenye taifa letu. Kwa hiyo kazi hii imefanyika, Mheshimiwa Mwenyekiti, na ninaomba niwaambie vijana wakubali sasa hivi kubadili mtazamo wa kuajiriwa na serikali tu, waende wakaajiriwe kwenye miradi hii mikubwa pia ya kitaifa ambayo tumekwisha itengeneza. Na miradi hii inafanya vizuri tu. Tuna mradi wa umeme Rufiji, tuna mradi wa barabara ya treni kiwango cha kimataifa, tuna miradi ya ujenzi wa viwanja vya ndege, tuna mradi wa miundombinu ya barabara, viwanda. Kazi hiyo inafanyika vizuri. Zakia Nanga, Tabibu Habari. Ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO kuanza operesheni yake mara moja kukata umeme kwa wadaiwa sugu. Mwanahabari wetu Zakia Nanga ana undani wa taarifa hiyo. Kutokana na hali hiyo, TANESCO imesema kumekuwa na madeni sugu ambapo kwa sasa yamefikia zaidi ya shilingi bilioni 280, huku wadaiwa wakubwa wakiwa ni taasisi za serikali na binafsi, mashirika ya umma, viwanda na watu binafsi wenye madeni ya bili za umeme ambao kuanzia sasa huenda wakawagizani kwa kukatiwa umeme. Hadi Disemba 31 mwaka jana, TANESCO ilikuwa inadai jumla ya shilingi bilioni 277.4, ambapo kati ya madeni hayo serikali na taasisi zake likiwemo shirika la umeme Zanzibar yani ZECO walikuwa wakidaiwa shilingi bilioni 193.7 na wateja binafsi wakidaiwa shilingi bilioni 83.8. Operesheni hiyo ya TANESCO imekuja zaidi ya mwaka mmoja sasa tangu Rais wa Tanzania Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli kuagiza kukatiwa umeme kwa wadaiwa sugu wote zikiwemo taasisi za serikali. Fanyeni kazi zenu za utaalamu, kata
Nimesema iwe Ikulu, iwe jeshini, iwe polisi, iwe nani, kateni. Ili kusudi hizi fedha tunazozitoa kwenye mawizara hizi watu wajifunze kuzitumia kwa ajili ya kulipa umeme, ili TANESCO hii iweze kusurvive. Tabibu TV haikuishia hapo, ikataka kujua kutoka kwa wananchi wanalizungumziaje swala hilo. Maana wengi sana walikuwa wanashukuru sana, labda mtu mwingine anakuwa ana nyumba yake, labda ile nyumba ile nyasi kwa maisha umeme kwa kweli ana bure. Kwa hiyo kwa TANESCO kitu wacho mambo hivi mimi na sawa wakati tu, kwa sababu hata sisi tukienda kule kama ni hospitali kama ni shule ni hospitali pia sisi tunalipa. Kwani hizo zinazokusanywa zinaenda wapi? Ni kwamba watajifunza. Kipindi kingine wataangalia kwanza huduma iweze huduma lazima ipate umeme labda na maji ili waweze kutoa huduma yao. Sasa watakapokatiwa umeme hawataweza kutoa huduma. Hata wao wenyewe watajisikia aibu kwamba hawezi, hata yeye mwenyewe atakosa hela ya kula. Watajifunza kwa sababu serikali yenyewe ndio tunayoitegemea, na kama watakuwa walipi TANESCO watashindwa kujiendesha, na huduma sisi watu wadogo wadogo tunashindwa kupata, kwa sababu wenyewe ndio watakuwa tuige mfano kwao. Kwa maoni yangu naona ni swala zuri, kwa sababu wanajiongezea ufanisi katika, yani kuna baadhi ya vitu wananchi wananufaika kutokana na nini, kwamba mmeweza kufanyaje kuwasaidia watu ambao walikuwa wanadaiwa madeni ya TANESCO mpaka yanapoongezeka. Wateja watanufaika, watapata huduma kwa wakati. Kutoka Dar es Salaam, Zakia Nanga, Tabibu Habari. Asante sana Zakia Nanga kwa taarifa hiyo mtazamaji, na sasa moja kwa moja tunaenda kuelekea kwa kutazama hili hapa. Taharuki kubwa imetokea kwa wakulima Makuburi kata ya Kibangu baada ya tingatinga kuvamia katika maeneo ya mashamba yao na kuweza kuharibu mazao yote yaliyokuwa ndani ya shamba hilo. Tupate taarifa zaidi na mwanahabari wetu Grace Kuni. Mami, kwa uchungu jamani, leo chakula kimefukiwa chini. Vilio vimetanda kwa wakazi wa eneo la Makuburi jeshini baada ya kushuhudia mazao yao kifukiwa na greda, ikidaiwa kuwa eneo hilo linaandaliwa kwa ajili ya soko kwa wafanyabiashara wa soko la Mabibo. Mimi ambao bibi yatima nalea watoto yatima, watoto wangu wamefariki, nimeomba shamba kwa mzee Datu, akanambia lima mpaka unapochoka utanirudishia shamba langu. Sasa mimi ndo niendelea kulima, bado kipande tu nimalize, bado mbichi, ndio maana nikaokaa kimya kwanza. Sasa angeniletea taarifa nije tu niokote hivyo hivyo, hata angalau nitwange niwape wanangu uji. Sasa kama hivi umeshapotelea chini jamani, nitafanya nini mimi? Najiandaa kuja kuvuna. Sasa napata hapo njiani wanaambia nenda kaangalia kuna kitu bibi. Uleda limelima. Jamani. Ndio kweli hapa ndio ulimwengu huu tunaishi hivi kweli. Nitafanya nini mimi? Ombi langu kwa serikali, naomba uniangalie kwenye macho na huruma jinsi nilivyoteseka na chakula kimefukiwa chini ambao nimetegemea wanangu wale siku 2-3. Nitafanya nini serikali? Niangalieni basi. Mimi ni ombi langu jamani, nimeteseka sana mimi. Na kuombeni jamani, serikali nisaidieni. Msaada wenu naombeni, mimi nifanyeje mimi na watoto yatima hawa? Mimi sielewi. Kwa sababu hata kama kuna mpango mji, nadhani tungeambiwa mapema. Tumelima vizuri, tumepanda vizuri. Jua mvua vyetu. Leo mpunga unafika stage hii unapigwa. Mimi naumwa. Mvua ile ya mwisho iliniishia kushambani. Hapa nipo na pneumonia, niko kwenye dozi. Napigiwa simu jana kwamba guda limefika mpunga. Eneo lote la kule mimi mpunga ndo umefika. Asubuhi leo nimeamka nimeenda serikali za mitaa. Nijue ni kwa nini. Hata kama wasani eneo la serikali, lakini mimi sikuvamia. Kuna mtu ambaye nilimuona kanikodisha. Kwa mimi sio mvamizi. Kwa nini nitendewe au wanitendee? Ombi langu kwa serikali, naomba tufikirie sisi wakina mama. Tufanye kazi gani? Tunahangaika tunalima maeneo kama haya mnavyoona. Hii ni mipunga yote imefyekwa. Mfano hai ule mpunga wote umefyekwa. Mimi hapa mimi. Sasa maana yake nini? Twende wapi? Tufanye nini? Tunawekeza kwenye mashamba ndio kama hivyo je unafyeka.
Sisi tuna mikopo. Yaani kulima kwa Tunategemea hivyo, tunachukua vikopo vidogo vidogo, tunaweka vibarua. Mimi hapa nimelima kwa vibarua. Leo naje kufika mpunga. Ninategemea kupata nini? Serikali iangalie vitu kama hivi. Tunaumia wananchi. Kufuatia hatua hiyo, wahanga hao wameiomba serikali iwalipe fidia kwa ajili ya mazao waliyopoteza, kwani hawana vitega uchumi wanavyovitegemea zaidi ya kilimo, na kwamba kilimo hicho ndicho kinaendesha maisha yao. Mwenye shamba hili hapa niliofyekewa hapa, nimefyeka mahindi yangu na mboga zangu. Mahindi yalikuwa yamekaribia kabisa kuiva, sasa wameshayafyeka. Na mboga zangu nilikuwa nimeotesha pale zote wameshafyeka. Hakuna taarifa tulizopewa kwa sababu wametuma greda tu, hakuwa kiongozi yoyote aliyekuja wakati wa kusafisha. Wao walikuja tu sema ya kwanza kuzungukia tu kuangalia, walikuja akina diwani na wenye kiti wote walikuja hapa wakaangalia, wakawaonyesha na kufanya biashara kwamba mtakuwa hapa. Walipotoka basi hawakurudi tena. Badala yake tu kesho chana ndio waleta kileta mchana. Wamefyeka yote mahindi. Bilango nini sasa serikali ilisaidia angalau watulipe tu chochote, sasa sisi tutaambulia nini hapa? Serikali inasema tulime tufanye nini? Na mimi yangu nilikuwa nimepanda hapa, nimeandaa kwa kufanya kinani, kununua mashine ya juice, mimi yangu mashine 210 hapa wamefyeka. Nalima mboga kipindi cha ukame tunalima mboga za majani, lakini mvua zikianza tunalima mipunga kama hivi, na tunaishi sisi wenyewe kama wenyewe, hatuna wanaume, wameshatuacha muda mrefu. Mwaka 10 nimeachika. Kwa hiyo mwaka 10 tangia nimeachika najishughulisha na vilimo. Nikilima mpunga tunapata mahitaji ya kula. Nikilima mboga za majani naenda kuuza huko stendi Kimanga, napata riziki na watoto. Walituahidi, serikali hii wametuahidi kwamba mwezi wa 7 mwishoni tunakuja vuneni mipaka mipunga yenu ikiisha, mazao yenu yakiisha, ndio tunakuja tunaingiza greda. Cha kushangaa jana limekuja greda, hatuna taarifa yoyote. Mpaka sasa hivi hatuna taarifa ya aina yoyote. Mpaka leo hii tunashangaa mazao yetu yameteketea, mipunga imeteketea, tunapataga hata junia 7, 10. Ukiwa na mpunga ndani na mboga za majani siku zinaenda. Kwa hiyo jamani, serikali naona mtuangalie sisi. Tunachotaka mtufikirie, mtulipe tu haki zetu tunazotaka. Hali kwa kweli kuhusu mazao yaliokuwa hapa kweli inasikitisha sana, ikiwa kama serikali imeamua kuweka miundombinu ya kuweza kusema soko lijoko na sina fly, lakini isipokuwa walibidi wao kabla siku walivyokuja hapa mkoa wa wilaya na viongozi baadhi madiwani na kadhalika, sisi wenyewe tulikuwepo, walikuja kama kuoneshana wafanya biashara wa mabibo kama ya ndizi hapo, walikuja kuoneshana. Baada ya kuoneshana na sisi tukiwepo, ikiwa na moja hapo mwenyekiti Kafutani, ila serikali inatakiwa iwaone kwanza waliokuwa wanahusika eneo hili, walikuwa wanalima. Ina maana bila hivi pasingekuwa hivi, ungekuwa mamiti yamejaa, mazingira mabovu na nini, wasingekuta peupe namna hii. Kwa hiyo inabidi kwamba wao waje hapa wakae na wananchi vizuri. Hatupendi soko lisije, tunapenda sana soko lije, ila kwa bidi watoe taarifa hiyo kusema kwamba ya kuhusu kutoa mazao. Tabibu Habari imeweza kuzungumza na kaimu mwenyekiti wa serikali za mtaa wa Makubuli Kibangu, Athumani Kashoka. Yeye amekiri kuwepo kwa zoezi hilo na kudai kuwa hana taarifa zozote kuhusiana na jambo hilo, na kuwataka wananchi kuwa na subira, kwani huenda serikali ina mpango mzuri juu yao. Ardhi ni mali ya serikali. Mwananchi hapashi kulalamika nayo ambapo serikali inataka kufanya mambo yake. Kwa serikali ya wilaya ya Ubungo inataka kuhamishia soko katika hilo eneo. Ratiba ya majenzi na utayari wa soko hilo wanaijua viongozi wa serikali. Ila sisi tuna habari kwamba katapila litakuja kwa ajili ya kusafisha eneo hilo ambalo litahamia soko. Wananchi wawe na subira. Serikali ni serikali. Huenda imewaandalia mambo mazuri kwa ajili yao. Kwa subira wavuta kheri. Za mtaa zinatoka kata tunaletewa sisi kwa usimamizi au kwa utekelezaji. Baada ya kusikia hivi ninavyozungumza na nyinyi, wajumbe wa serikali ya mtaa hii
wakina Enoch Yangi, mtendaji wa mtaa wako huko kwenye tukio, wamekwenda kwa ajili ya kuangalia nini kinachofanyika. Tabibu Habari pia haikuishia hapo, ilifanya jitihada za kumtafuta diwani wa kata ya Kibangu Anna Chiwili na kufanikiwa kumpata kupitia simu yake ya kiganjani. Nia kubwa hasa ikiwa ni kutaka kufahamu kama yeye ana taarifa zozote kuhusiana na jambo hilo. Mimi kwanza hata sifahamu, nilikuwa sipo. Hao wananchi wameshakuja kwangu. Nilikuwa sipo, mimi nimerudi kwenye saa 8 hivi usiku. Nilikuwa sipo, nilikuwa nimefanya bango, nimesafiri ndio nimerudi usiku jana saa 8. Sasa asubuhi nimeamka nikawakuta pale, nikamwambia mimi hilo zoezi sijajua kwamba wameshaanza. Lakini zoezi la kwamba amekuwa soko ndilo ninalolifahamu. Ni kweli kwa sababu tumefika na mazingira wakaja bayaona watu wa manispaa na wakaandaa kwa ajili ya kuweka soko. Ila kipindi hicho wanaangalia hiyo mipunga ilikuwa ni midogo, imeanza kuchanua. Kwa hiyo wakasema hapo mpaka mwezi uishe itakuwa tayari imeshafanyaje, imekauka. Na hivi majuzi kabla sijasafiri, kamati ya mipango miji ilikuja hapo. Baada ya huyo kuwa wanaangalia tukawa tumekuta na mnake na mimi mwenyewe nilikuwa nimepita. Tukawa tumekuta wamevuna, yani hiyo mipunga yao wavunagi chini. Wanakata hizi mbegu huko juu. Yani ile wanasema kudenya, wanakata ile ya juu ile, lakini majani yanabaki yamesimama. Sasa labda bila shaka mipango miji walivyoona vile wakaona basi ni kwamba imeshaondolewa. Sidhani hata kwamba kulikuwa kuna kitu kikubwa sana kilikuwa kimebakia hapo. Ila walipokuja nikamwambia basi ngoja niende nikaonane na mkurugenzi nimuulize, kwa sababu mimi sijajua kinachoendelea, nilikuwa sipo muda mrefu. Ndio nimewaambia wasubiri nikaulize kwamba huo utaratibu unaoendelea ni kweli. Basi kama ndio hivyo mimi nitawajibu, niliwaambia nitawajibu baada tu ya kufika manispaa. Na mtazamaji, hili ndio eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya soko, lakini wenyeji au wakazi wa eneo hili wanalalamika kwa sababu eneo hili ambalo limetengwa kwa ajili ya soko wao walikuwa wanatumia kwa kilimo. Wengine walikuwa wanalima mpunga, wengine walikuwa wanalima mahindi, lakini na wengine walikuwa wanalima mboga. Lakini wanashangazwa kwa kuwa greda limekuja na kufukia mazao yao chini bila taarifa zozote kutoka kwa uongozi. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la Makuburi Jeshini, Grace Kuni, Tabibu Habari. Asante sana Grace Kuni kwa taarifa hiyo mtazamaji, na sasa moja kwa moja tunaenda kuangazia hili hapa. Kudorora kwa maendeleo katika jamii nyingi katika nchi ya Tanzania, hasa maeneo vijijini, imekuwa ni chanzo cha kuwepo kwa changamoto za maji na huduma nyingine za kijamii ikiwemo shule pamoja na afya. Mwanahabari wetu Happiness Mremi kutoka mkoani Morogoro ametuandalia habari ifuatayo ambayo inasomwa studio. Kutokana na hali hiyo, kijiji cha Ludewa kilichopo wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro kinatarajia kuondokana na adha hiyo kutokana na mbunge wa jimbo la Kilosa Mbaraka Bawaziri kutoa baadhi ya vifaa kwa ajili ya ujenzi wa shule pamoja na kituo cha afya, huku wakichimba kisima cha maji, ambapo wananchi wa Ludewa wanaelezea hali ilivyokuwa hapo awali na matarajio yao pale huduma hizo zitakapoboreshwa. Kulikuwa na changamoto kubwa katika eneo letu la swala la ugonjwa wa kipindupindu, yani mlipuko. Wananchi walikuwa wakiteka maji katika maeneo ya mto, lakini sasa kwa uwezo wa mheshimiwa mbunge kwa kuweza kutuchimbia kisima kirefu cha maji kitaondoa tatizo lililokuwepo la mradi wa maji. Mtoni tunachota maji, unaona? Watu wanapata magonjwa ya aina mbalimbali, mlipuko, unaona, mara hili mpaka dakika hii, unaona, bado halijaisha hilo tatizo. Natumaini yani siku mbili hizi tatizo litakwisha. Tunaiona changamoto iliyokuja hapa. Kama maji watu waenda kufua. Kwa shida ya maji tunaona bwaka kwa mtoni. Kwa hiyo ukikutwa unakamatwa. Faini 50 kama una. Na ndio unafungwa miezi 3. Tunateseka sana na watoto. Unaamka saa 8 usiku unamwacha mtoto kitandani analia, unaamka unamchukua hivyo. Aidha, mbunge Bawaziri ameelezea mikakati aliyojiwekea ili kuhakikisha anatatua changamoto hizo muhimu. Kituo cha afya karibuni kitafanya kazi. Wanarudewa, mimi nakuombeni kitu kimoja. Nakuombeni mnipe wodi moja nijenge. Mimi sitojenga na matofali ya kuchoma, mimi nitajenga na matofali ya tofali. Ni matofali ya simenti. Tumeanza kuchimba, ni wenyewe mnaona. Baada ya wiki moja labda itakuwa tabia maji hakuna hapa ndani ya Ludewa.
na vile vile sio Ludewa tu. Nimekuja mimi nitachimba maji 100% ya Kilosa. Hata hivyo, Mheshimiwa Bawaziri ametoa jumla ya mifuko ya saruji 150 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya, mabati 200 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya msingi Ludewa Mkondo B na uchimbaji wa kisima cha maji ili kuondoa kero hizo. Ripoti ya Happiness Mremi, Tabibu Habari, Morogoro. Na kwa taarifa hiyo Happiness Mremi kutoka huko mkoani Morogoro, Soma Studio, ndio mwisho wa habari nyinginezo. Tupata pumziko mafupi na tukirejea ni wasaa kuangazia habari za biashara na uchumi. Tafadhali endelea kuwa nasi.